وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni furaha nyingi na Waislamu ama waumini wanapofurahishana, ndio miongozo katika miongozo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, ahabul a'mali ila Allahi ba'da al-fara'idhi, amali inaopendeza zaidi kwa Allah baada ya kutekeleza faradhi. Idkhalu sururi ala almuslim, ni kumtia furaha Muislamu, kwa maana ni kumfurahisha Muislamu. Waislamu wafaa wafurahishane, Waislamu wafaa wanasikiane, na hakuna katika ya furaha kana kupokeana vizuri. Nimekuja jana nikapokewa vizuri, tukazungumza alhamdulillah na ndugu zangu katika imani. Nikakuta baadhi ya wanafunzi wangu hapa tuliokuwa pamoja Kenya huko, tukisaidiana katika baadhi ya masomo. Leo tumetengana kidawa, kila mmoja uko upande wake, lakini kulipeleka gurudumu la Allah tabaraka wa taala. Nimebahatika leo kuwa na muhadhara wa pili hapa, nurun ala nur, nuru juu ya nuru, alhamdulillah. Na nimemwahidi mtoto wangu inshallah, trip yoyote tutakaoipata, basi hii itakuwa katika misikiti ya kwanza kuja kupeana nasaha, kwa sababu sisi ni wanadamu wapungufu kwa kila jambo. Hakuna mpungufu kama mwanadamu, mkamilifu ni Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye sifatul kamal. Sifatul kamal ni sifa za ukamilifu, tena sifa ambazo ni za uhakika. Lakini mwanadamu si mkamilifu. Mwanadamu aweza kufanya makosa kwa kuelewa kuwa anafanya makosa haki, na mwanadamu aweza kufanya makosa bila ya kuelewa kuwa anafanya makosa. Ukishtuka umefanya makosa kwa kukusudia ama kwa kupitikiwa kikwetu bila kukusudia, ndio upungufu wa mwanadamu. Lakini Allah tabaraka wa taala ni mkamilifu, hakosolewi wala hakosei. Sasa kwa kuwa sisi tuna sifa za upungufu, tuna haki ya kukumbushana kabisa, na imani kwa mu'min kwa mwenzake ni kujipa sifa hii ya kuwa mimi si kamili na mwenzangu si kamili. Kwa hivyo iwe nasaha ni nyingi zaidi kuliko lawama. Nasaha ziwe nyingi kuliko lawama. Why? Kwa sababu nasaha zinajenga, lawama hazijengi. Lawama zinaleta bugha, lawama zinaleta chuki. Lakini tuweza kusema, waweza kiutaratibu ukamlaumu mtu kwa ustaarabu kwa njia ya kumrekebisha. Mathalan, ukampa lawama kwa kosa, lakini hapo hapo njia ni kumrekebisha, kuliko direct lawama tu hazijengi. Na kwenye wakati tulionao, mwasemaje ndugu katika imani, lawama sisi kwa sisi ndizo nyingi ama nasaha ndizo nyingi? Jibu itakuwa naam, lawama.
ni nyingi. Sasa ukimlaumu mtu kwa wingi utakosa kundhabiti, kwa sababu kila akikuona atakuwa anakukwepa kwa kuzikwepa lawama zako. Lakini nasaha zikiwa nyingi, watu watajikurubisha kwako na watakuwa wakikusema vizuri. Mtu mzuri, muamala mzuri, hata ukizungumza na yeye akupa nasaha za kukunufaisha katika safari ya maisha yako. Na huu ndio Uislamu. Wala asr, Mwenyezi Mungu ameapa kwa hiki kipindi, wala asr, na apa kwa zama za alasiri ama wakati wa alasiri, wakati tuliona. Walillahi an yaksima bima shaa min makhluqati, ana haki Mungu kuwapa kwa anachokitaka katika viumbe vyake, haingiliwi. Lakini sisi la yajuzu lana an naksima illa billahi tabaraka wa taala. Hapa kapa wal asr, kisha akasemaje? Innal insana la fi khusr, hakika mwanadamu yuko katika hasara. Wakatolewa ambao hawako kwenye hasara, illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale walioamini na wakafanya amali njema. Si imani tu ibaki ni imani bila vitendo, bali imani shindikizo liwe ni vitendo. Ndipo ukakuta aya nyingi katika Qur'ani tukufu zikitaja imani, wanatajwa wenye imani, yakatajwa matendo ya kukutana na imani zao. Illa alladhina amanu, isipokuwa walioamini, waamilu salihati, na wakafanya amali njema. Hapa ndipo tunapotaka. Hebu nimalizieni, watawasaw bil haqi, wakahusiana haki. Ni kweli watu wafaa wahusiane haki. Hili ni jambo la haki, nafaa nikuhusie na wewe uishike ile haki, kwa sababu ikiwa hili ni jambo la haki, mwenzako uko kwenye batili, ukimwacha hukufanya uadilifu. Uadilifu ni kumvuta aje kwenye haki, ile haki ikuokoe wewe, na wewe sababu kumwokoa mwenzako, umlete katika haki. Kisha watawasau bisabri, wakahusiana nini? Kusubiri. Bila shaka, maana ukiwa hutamuhusia mwenzako subra, ataondoka kwenye kusubiri, na akiondoka kwenye kusubiri wingi ataingia kwenye kukufuru. Maana subra hutakiwa kwa mazito. Pana mazito Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupatia sisi katika safari ya maisha yetu. Sasa haya mazito lazima yapate kitu kinachoitwa ustahimilifu, uvumilivu. Bila uvumilivu utatoka katika dira sahihi. Maana kuna mawili katika maneno wanavyoni wetu wa fiqh, wanatuambia kuna ahkamul qadariyya al-kauniyya, kuna na ahkamul qadariyya shar'iyya. Ahkamul qadariyya al-kauniyya ni hukumu nyingi za kadari za kilimwengu, na kadari za kilimwengu wasibu, kwa maana wapata kuwafikia walimwengu. Sisi ndio walimwengu tulioko kwenye ulimwengu. Kuna na ahkamul qadariyya al-kauniyya, hukumu za kikadari za kilimwengu. Kwa hivyo hukumu za kikadari za kilimwengu zitamfika nani? Zitamfika mlimwengu. Nisikilize vizuri, kwa sababu mara hutokea swala. Sasa kama hukunipata utashindwa kujibu swali, sawa? Hukumu za kadari za kilimwengu zamfika mlimwengu. Hukumu za kadari za kilimwengu ni kama mfano gani? Iqra qawla Allah ta'ala, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i
wa naqsin min al-amwali wal anfusi wathamarati. Angalia alipovitaja hivi, kisha alitoa amri, wabashiri sabirin, wape bishara. Na kumpa mtu bishara ni kumpa mtu furaha ya jambo. Bishara mara nyingi huja kwa jambo la furaha. Wampa mtu bishara, wampa mtu furaha ya jambo. Na Mungu akasema wabashiri sabirin, aamrishwa mtume kuambia wape bishara wenye kusubiri. Man haulai sabirun, ni wapi hawa wenye kusubiri? Ikaja bayana, kwa sababu Qur'ani ina desturi hii. Kwa wale talabatu ilmu ambao wamepita katika masomo haya ya ulumu sharia, utakuta Qur'ani ina desturi ya kujitafsiri yenyewe. Aya ikatafsiri aya ikaleta mambo mbele, ikaleta bayana haya mambo. Angalia tuposema wape bishara wenye kusubiri, hakuacha kila mtu ajitie mimi pia katika wenye kusubiri. Ilikuja bayana shafian kafia mbele ya aya, alladhina idha asabatuhum musiba. Hapo wenye kusubiri ni wale ambao wanapofikiwa na msiba, madha yaqulun, wanasemaje? Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wanapofikiwa na msiba wanasema sisi ni wa Allah na sisi kwake tutarudi, kwa sababu kwake tulianza tukaletwa na kwake tutarudi. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Angalia natija ya wenye kusubiri aliwabainisha Mwenyezi Mungu katika hii aya. Walosubiri kwa matokeo yanayotokea katika safari ya maisha yetu, na hakuna namna, maadamu tuko katika ulimwengu na sisi ni walimwengu, hatuwezi kuepukana na haya matokeo. Sasa tuposema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ikaleta natija na matunda ya hawa wenye imani walovaa nguo ya subira kwa matokeo ya kilimwengu. Mwenyezi Mungu asema ulaika alaihim salawatu min rabbihim, hawa watakuwa na baraka za Mola wao mlezi, watakuwa na baraka za Mola wao mlezi. Kupata baraka za Mola mlezi si kupata baraka kwa yoyote, na hakuna mwenye baraka zote za Mungu. Usije kudanganywa ukaata kufanya mambo kwa kutegemea baraka za fulani, na huko kutegemea baraka za fulani wameenda kwa kuitaka ile heshima ya kuheshimiwa, kwa kuwa huu mtu namna nyingine na baraka, mpaka kukafanywa mambo ambayo ya kutoka kwenye dira ya kumuudhi Allah tabaraka wa taala. Lakini weshika hii baraka ni za Allah, na mtu hutaka baraka za Mungu, ndizo baraka za kukufaulisha na za kukupa saada katika safari ya maisha yako. Sasa hao wenye kusubiri sema ulaika alaihim salawatu min rabbihim, hawa watakuwa na baraka za Mola wao mlezi. Wafanya mchezo upate baraka za Mungu, si baraka tu, salawatu min rabbihim wa rahma, na watapata rehema za Mungu, na hao ndio wenye kuongoka. Subhanallah, yote yamepatikana kwa uvumilivu wa mtu kusubiri kwa matokeo ya kilimwengu ambao hayana budi maadamu tuko katika ulimwengu. Aljuu, lazima utapatikana na njaa. Huwezi kukaa katika ulimwengu ukawa na shibe tu washiba tu, huwezi. No.
Aljuu ni leo upate ushibe, kesho ukose utazama. Kwenye kupata kwako ukala ukashiba, na kukosa kwako tutukue tofauti gani? Kuko sawa kwako kupata na kukosa kwenye mawili ya kushukuru na kusubiri. Tuko pamoja jamani? Intabe watazama kimitihani, kwa sababu al-ibtilau sunnatu rabbaniya, uonjwa siku zote sunna ya Mwenyezi Mungu. Huwezi kukaa katika ulimwengu bila kufanyiwa mtihani. Sasa kusema wala nabluwannakum kwa taukidi bi shay'in min al-ju'i wal khawfi, akaanza njaa, ni kwa kuwa njaa ina utungu kweli kweli. Ndipo mtu akishikwa na njaa, wengi hukosa ustahimilifu, na ukiwatazama sura ni nyingine, na sababu ni njaa, na hili la kubalika. Angalia hivi sasa mlivyokaa, sura zenu zile sura za mwezi ambao si wa Ramadhani. Hizi sura tulizo nazo kuanzia mimi sasa, hii nacheka, nimeubadilisha uso, tutaona ni uso wa furaha, lakini exactly mtana nzima hivi tulivyo sizo nyuso zetu, my friend. Ni kweli si kweli? Why? Kwa nini? Kwa sababu kuanzia usubuhi tumelikata la mazoea. Ndipo kule kwetu kuna watu wakifunga kwa wakali, sijui na hapa pia hawakosekani, kwa sababu sote wanadamu. Sasa hata ikiwa pengine ni mdosi, mfano ni mdosi, pengine atakwenda ofisini kwake kwenda kuzungumza kuhusu matatizo ya msikiti, pengine taka msaada kwake, ukienda reception pale, wanataka nani? Kamba kuna makaratasi hapa nataka nifikishie bosi, kuna msaada. Sasa ule mhudumu wa kwanza atakwambia, tafadhali nakuomba kitu kimoja, rudi nayo hayo makaratasi, hizo dokumenti zako rudi nazo, ama ziache mpaka kesho kutwa. Kwa nini? Akamwambia leo mfunga, na akifunga wamkai. Sasa hivi kweli fiki ya Uislamu ni mtu awe mkali kwa sababu ya kufunga? Sivyo. Saumu inamfundisha mtu hata mathalan, sisemi ya kuwa nimewapigia mfano nyuso kweli zimebadilika jamani, kwa sababu si nyuso za kula. Tumeacha kula kuanzia asubuhi, na sisi tuna mazoea mchana nzima twala kama mtwa. Hakuna wakati ambao hatuli sisi. Twala asubuhi, twala dhuhuri, twala isha. Hivyo ni vipindi maalumu maarufu, lakini kuna na zile extra time. Natoka pana njugu tarusha, pana korosho tarusha, pana chungwa tarusha, mdomo wa mwanadamu mpaka kulala saa zote. Sasa haya yamefungwa kwa oda ya Rahman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na tukasalim amri kama waumini, kwa sababu kutafuta ucha Mungu, tutaifunga midomo yetu kwa kuwatakula na kwa kuwatakila cha kutuvundia somo yetu. Kwa hivyo tukubali kwamba kwa njaa ina utungu fulani. Kwenye njaa, kwa hivyo kwataka subira ama kutaki subira, waumini waheshimiwa? Naam, kwataka subira. Ndipo nitakwambia wazi, hivi nje wanaokula ni wengi kuliko sisi tuliofunga, au vipi hapo? Kwa nini? Kwa sababu kule kumekosekana subra, hapa pamekosekana subra. Sasa wewe leo ni 23 mfano, bado uko saumu, wastahiki kusema alhamdulillah ama hustahiki? Waheshimiwa, wastahiki. Na je, leo ni 23 ama wengine 22 na sote tuko katika Ramadhani, waweza kusema ni uhodari wangu na ushujaa wangu leo mimi niko kwenye 10 la mwisho kwenye siku ya 23,
ama 10 la mwisho kwenye siku 22 ni uhodari wangu na ujasiri wangu na ushujaa wangu? Aljawabu la. Ni taufiki ya nani? Ni taufiki ya Allah. Ndipo kuona hata kuingia kwako msikitini ni taufiki ya Allah. Sema alhamdulillah, ni auni na ni msaada, na sisi hatuwezi kwenda bila ya msaada wa Mwenyezi Mungu. Bila msaada wa Mwenyezi Mungu hakuna hodari wa kuweza kufanya jambo lolote. Bila msaada wa Mwenyezi Mungu usingemwabudu Mungu. Bila msaada wa Mwenyezi Mungu usingemshukuru Mungu. Bila msaada wa Mwenyezi Mungu usingekuwa na subra kwa wazazi wako. Bila msaada wa Mwenyezi Mungu usingekuwa subra hata kwa mrembo wako. Sote tunaenda kwa auni na msaada wa Mwenyezi Mungu. Ndipo na sisi tukasalim amri kwenye vipindi vitano. Kila tukisoma suratul Fatiha tumwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Peke yako tunakuabudu na peke yako tunataka msaada, kwa sababu mwanadamu ajijua bila msaada wa Mungu hawezi kufanya jambo lolote. Ndipo akatoa amri, wasta'inu bis-sabri was-salati, takeni msaada kwa kusubiri na swala. Swala bila ya msaada wa Mungu swali. Hapa tulipoko kwenye jiji la Arusha, na jiji la Arusha kwenye nchi yetu ya Tanzania si Mombasa kwenye nchi yetu ya Kenya. Hivi hapa ndipo natamani mpaka niimalize Ramadhani kabisa, mpaka nswali Idi. Na nyinyi mwasemaje, mfanye hivyo? Naam, mashaallah. Hii yajulisha undugu, sio? Mashaallah, barakallahu fik. Kwa nini natamani hivyo? Kwa sababu umeona sina desturi ya kuvaa jacket wala koti lolote mimi. Hata siku za baridi nikienda kama Nairobi, siku za baridi Naivasha kule nini, mimi hivi kwa kampani naipenda baridi. Kwa nini? Kwa kuwa natoka kwenye joto kweli kweli, na tumeanza Ramadhani kijua cha kihakika, lakini nimeingia hapa nakwambia tunapulizwa na maisia Allah tabaraka wa taala, IC ambazo hazitaki urekebisho. IC ya Mwenyezi Mungu aweza kuifanyia urekebisho? Haiwezi, kwa sababu ni buruda zilizowekwa na mkamilifu kwa kipimo maridadi. Wewe mwenyewe unaona raha. Kwa hivyo bila subira huwezi kufanya jambo lolote, na ukijiona umefanya jambo imma katika ahkamul qadariya alkauniyya, hukumu za kikadari za kilimwengu, ama ahkamul qadariya shar'iyya, jua ni tawfiqun min Allah tabaraka wa taala. Yanbaghi alayka an tasjuda lillahi shukran wa taqul alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. La kwanza, juu wal khawf, tuweza kuwapa mitihani ya hofu. Ni kweli ukapewa mtihani wa hofu na yataka subra hali ya juu. Lidhalika mtukiwaona wenzetu tunasema Mungu awape subra kwa ujuzi wa Mungu anavyowajua kwenye ustahimilifu wao wa hii hofu iliyoangiza, kwa sababu undani wao sisi hatujui. Waweza vita vikatokea kama siasa wazijua wao kwa wao, lakini raia, watoto wadogo, wazee, vinyanya hawajui siasa ya nchi endavyo, sio? Watu pengine wakawa wanatandikana kweli kweli kwa maslahi yanayorudi kwao, lakini vitu vinavyoteremka kuna watu hawajui maslaha, hawajui kamwe sababu ya vita. Wako chini ya majumba wametandika jamvi na wake zao na watoto wao, pengine watoto wengine vilema, wengine wagonjwa, wamepakatwa na mama zao kufuturu, mara kitu kimeingia sakafuni, kikiporomoka cha poromoka kwenye futari na kinawaporomokea wenye kufuturu. Leo sisi hapa wakusema alhamdulillah, sema alhamdulillah jamani. Sasa haya matokeo ya kilimwengu twayaona hivi tunavyoishi, kuangalia sisi tuko kwenye umakinifu.
Tukitoka katika kuliwazana hapa, kila mmoja atafungua adhana hapa, atafungua mwadhini msikitini, raha tunaswali, hakuna kero, hakuna udhia, alhamdulillah, nyoyo zimemakinika kwa tumanina na amani. Lakini kuna wenzetu wana hofu kweli kweli, hatujui atafuturu hawafuturu, wafuturu mara vitu vaingia kwenye anga, kikishuka hakimchegui mtu. Hii ni hofu. Angalia, wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljui. Sahih jamaa, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lidhalika, pengine ni washauri kitu kimoja, na mara nyingi huwa tukizungumza kweli, haifai mtu hususa mu'min kuomba vita pahala. Mtu aombi vita. Vita mvema jameni, vita nraha, vita ni umakinifu. Vita vitakupa wewe wasaa wa kutoka huru kuja katika nyumba ya Mungu kuzungumza na Mungu wako vipindi vitano, na ambaye Mungu akutaka wewe vipindi vitano uje. Nenda kafanye shughuli yako kuanzia alfajiri, adhuhuri ukiitwa njoo tuzungumze. Na usishtuke nikisema tuzungumze. Ukiangalia Rawai'ul Bayan fi tafsiri aya al-Qur'an ya Muhammad as-Sais au ya Muhammad Ali Sabun, utakuta ya kwamba sisi twazungumza na Mungu katika suratul Fatiha, twasema na Mungu atujibu. Ndipo akwambia aqimis salata li dhikri, simamisha sala kwa kunikumbuka mimi, kwa maana hufai kunisahau. Sasa umewekewa vipindi vitano, kwa kuwa kikwetu sema kuna mwanya nafasi baina ya asubuhi na adhuhuri, pana na mwanya nafasi baina ya dhuhuri na alasiri, pana na mwanya hivi sasa kati ya alasiri na magharibi, pana na mwanya kati ya magharibi na isha. Huo mwanya, hiyo nafasi, kipindi mpaka kipindi, waweza kugeuzwa dira ukatoka katika imani. Hiki kipindi kichache waweza ukatoka dirani kabisa, mara ukawa min ashabi nar. Sasa angalia, Mungu sema ikifika dhuhuri waitwa, kimbia haraka uje uzungumze na Mungu unikumbuke. Ukitoka ukaenda kwa shughuli zako, pana vishawasha viwasiwasi na wenye kutia wasiwasi, haraka unazikata, unakuja kumkumbuka Mungu. Hivyo hivyo ndio safari yako kutoka katika dira. Aqimis salata li dhikri. Kwa hivyo hiyo ni mitihani. Kwa hivyo msiombe vita, kama ambavyo sisi mara nyingi huambia kule, msiombe vita. Vita si vizuri, vita si vizuri. Amani ndio kitu muhimu, na kama kwa stahiki kupatikana wadimu duniani wa amani, wafaa kwa watu gani waheshimiwa? Ikiwa wafaa kustahiki kupatikane walimu ulimwenguni, wawe hao ni walimu wa amani, wafaa wawe wa dini gani? Waislamu, kwenye dini ya Kiislamu. Wallahi billahi tallahi, kwa maandiko ya Qur'ani yetu tukufu, Qur'ani yetu tukufu yatueleza ya kuwa Waislamu waliitwa na Mungu Waislamu kwa ulimi wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, wasamakumul muslimin, Waislamu. Walipoitwa Waislamu, Allah tabaraka wa taala akawachagulia dini, akaitaje? Uislamu. Muislamu akapewa dini ikaitwa Uislamu. Sawa kabisa. Huyo anaitoa dini akaipa jina la Uislamu, yeye mwenyewe ukiangalia katika majina yake ni Assalamu, ambaye ni Mungu. Mungu ni Assalamu. Mafhumu? Akawaita Waislamu, akawapa dini akaita al-Islamu. Mafhumu?
akawajengea na nyumba, akaita Darussalam, na siku ya kwenda kuingia ataambiwa udkhuluha bisalam. Na maamkuzi yetu peponi, tahiyatuhum fiha salam, au tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Angalia, ni mlolongo, mstari, amani, 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 amani. Sasa onekane Muislamu ndiye anayevunda amani, tutampa taswira gani na kitabu chake? Tuko pamoja jamani? Kwa hivyo lazima sisi tuwe walimu wa amani, na lazima sisi tuwe wanambele katika kudidingania la amani. Hakuna. Kwa sababu gani? Ukilingania kinyume cha hiko, vyovyote, ana aqulu lakum saraha, hata mfano awe ni kiongozi, akitoka kwenye dira ya ulinganizi wa amani, amekihalifu kitabu chake. Kwa hivyo lazima sisi Waislamu tuwe ni watu wa amani. Hata hivyo, tumefundishwa amani yetu si kwa msimo fulani, lakini kwenye msimo fulani, misimu ikitokea, lazima tuidhabiti zaidi ile amani. Lakini angalia, kuomba amani kwetu mafunzo ya mtume wetu. Sawa? Bila shaka kila mwezi ukiandama, angalia, kila mwezi ukiandama, Rasulul Mustafa ametufundisha hivi. Ukiutazama mwezi, sema Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Hakuna mafunzo, shika hili ndugu yangu, hakuna mafunzo tahara mazuri tamu kama Uislamu, bali naweza kuambia hakuna dini tahara inaompa mtu makinifu kama dini ya Kiislamu. Ndipo Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akasema, waman yabtaghi ghaira al-islami dina falan yuqbala minhu, mwenye kutaka usokuwa Uislamu aifanye ndio dini, hatakubaliwa kabisa. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye kesho akhira atakuwa katika jumla wenye kuhasirika. Bali akasema kwa tawkid, inna ad-dina inda Allahi al-islam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni dini ya Kiislamu, dini ambao kila mwezi, angalia, umeandama Mungu ni mkubwa zaidi. Ndio maana hili ibara aliyotufundisha Mtume aliposema sema Allahu akbar, Allah ni mkubwa zaidi. Si mkubwa tu, hakusema Allahu kabirun, ilikuwa Mungu ni mkubwa, lakini anasema Allahu akbar, kwamba Allah ni mkubwa sana, hakuna mkubwa zaidi ya Allah. Allahu akbar. Baada ya kusema Allahu akbar, kusema Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, ewe Mola udhihirishe muandamo huu bil amni wal imani, kwa amani na imani. Kwa hivyo hata la kuomba amani ni katika ramani ya dini gani? Kuomba amani, au si? Na wafaao zaidi kwa mafunzo ya dini yao ya kuomba amani kila mwezi unapoandama, kuanza siku za mwezi, ni watu wa dini gani? Kwa hivyo asemaye kwamba kwa Waislamu si watu wa amani na wapendi amani, ana lake moyoni, ana lake moyoni. Lakini kwa mujibu wa mafunzo yetu ni haya: ewe Mola udhihirishe kwa amani na imani, wasalamati wal islam, na kwa salama na Uislamu, ambao salama ni huo amani, wasalamati wal islam, wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda, na kuwafikiwa kwa unalolipenda na kuridhika. Maana kusema udhihirishe kwa amani na imani, sisi watu na imani zetu. Sasa hizi imani zetu tunataka shindikizo la amani, tupate kuijenga imani yetu kwa toa, wasalamati wal islam, na salama na Uislamu.
Maana tukipata salama ndio amani, ndio tutabaki na Uislamu wetu na matendo yetu takiwa yanayostahiki kutenda Muislamu. Kisha watawfiqi lima tuhibbu wa tarda, na kuwafikiwa kwa unalolipenda na kuridhika. Tuwezi kupata taufiki kwenye taharuki za kivita. Hatuwezi kukutii itakiwavyo kutii ikiwa kuna taharuki ya kukosekana amani. Wewe uko kwenye sijida mara uendelee na sijida, takimbia. Ndivyo tulivyo sisi. Huwa tukiswali pale barabarani tu kwetu kule, ikapita gari kuruka bumps kwa kasi, ikapasuka ile tairi, watu hushtuka na wengine kuna wanamvunda swala kwa na pengine mtu akatazama kuna nini. Basi siku moja akamwambia, hiyo ni tairi imepasuka, na nyinyi musozoea hayo, ni hayo mwataka kuvunda swala. Watu weko sujida na kitu kikashuka paani ama kwenye bamba, na mtu akakita kwenye sujida vile vile, potelea mbali. Sasa kwa hayo hamufai nyinyi kuomba utovu wa amani, mwafaa nyinyi kuwa watu wa amani, iwe mfano kwa wengine na wavutike wengine kuja kushika Uislamu kwa sababu ya umakinifu na utaratibu. Ni mafunzo kutoka kwa Mtume Muhammad. Sasa aelewe mwenye kuelewa ya kwamba kila mwezi ukiandama, tukiomba tunataka siku za mwezi from tarehe 1 mpaka 30, ama kama ziada na hizi siku zote iwe ni salamatan wa amnan wa islaman wa kulla shay, umakinifu kabisa, kwa sababu yakikosekana hayo umakinifu kwetu utakosekana. Sahih. Hayo yametutoa kwenye wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'. Hai, tuendelee. Wa naqsin min al-amwali, na upungufu wa mali. Upungufu wa mali ni mtihani. Ikiwa upungufu wa mali ni mtihani, si udhahiri tutasema kupungua kitu hupungua kwa aliye na kitu. Sawa? Nacho kitu kikapungua, nayo mali yakapungua, au si? Lakini sasa shehe, una chochote, una upungufu wa nini? Alaysa kadhalik? Asokuwa na chochote usema sina kitu, alopungukiwa anacho kikapata upungufu, au vipi hapo jamani? Si niko sawa? Sasa Mwenyezi Mungu asema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwal. Sasa ikiwa upungufu wa mali wako na unayo yamepungua, ni mtihani. Asokuwa nacho, sahihi, nayo yamepungua, ni mtihani. Sina kabisa, bila shaka mtihani wake ni mkubwa zaidi. Sasa ni katika ahkamul qadariya al-kauniyya, hukumu za kikadari za kilimwengu, upungufu wa mali ama kutokuwa na mali kabisa. Wal anfusi, na upungufu wa nafsi. Vifo, mwasemaje vifo siku hizi? Vifo vingi. Kuna kufa kule, leo fulani amekufa, maziko saa kadhaa, leo fulani amekufa. Lakini kuna hiyo mara moja tu watu 200, watu 1000. Tena kwenye kufa watu 1000 wamekufa 1000, watu wazima, vijana, mabarobaro, banin, banat, aulad saghar, wote wameteketezwa kwa mara moja. Vifo ni vingi sana, na kukithiri kwa vifo kwa mujibu wa neno la Mtume. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Nihayatul Alami au Nihayatul Kauni, kisha kwa ulimwengu. Katika ashratu saa ni kukithirika kwa kifo. Vifo kukithiri, watu kufa sana na vifo kutokea kwa namna ambao ni fajia, ni alama katika alama za kiyama. Kwa hivyo kiyama kwetu kimekosa alama, na moja ni hii, hakijakosa alama. Moja ni vifo vingi kweli kweli, kumbe kumenaswa katika Qur'ani tukufu. Wa naqsim min al-amwali wal anfus. Isitoshe wa thamarati, tena angalia ametema wa thamarati.
Akasema na chakula, kwani hakuna mitihani ya kukosa chakula? Iko mitihani ya kukosa chakula, lakini Allahu alam, chakula tunga kila, lakini angalia shindikizo la matunda huenda kukatatua mengi sana katika mwili wa mwanadamu. Ndipo ukaona kuna baadhi ya nchi fulani katika ad-duwal al-mujawira, nchi ambazo jirani zetu, so zote sina haja kutaja majina yao, ina matatizo sana ya upasuaji mwingi sana. Alaysa kadhalik, wanafanyiwa operation nyingi sana ya sawa, ile operation wanafanyiwa sana, lakini natija ilikuwa ni natija ya ukosefu sana wa matunda. Tumefahamiana? Limenitoka hilo, yani ile operation ambayo wanafanywa sana. Kwa hivyo angalia, ina maana kukipungua kwa matunda pia kuna udhia kwa mwanadamu, na Mwenyezi Mungu anakusema minal anfus wa thamarat. Lakini angalia, tutaka mwisho wa aya, wabashiri sabirina, wape bishara wenye kusubiri. Kwa maana wenye kusubiri watasubiri kwa yote hayo matukio hayo, kisha waridhike ya kuwa hakuna aliyeyaleta isipokuwa ni Mungu wetu, kutesti imani yetu ziko madhubuti kwa kuwa wana Mungu, ama haziko madhubuti, watamwacha Mungu stahiki wa kutegemewa, wende wakategemea vitu vingine. Tumeelewana sana? Wabashiri sabirin, wape bishara wenye kusubiri. Akasema ni man humus sabirun alladhina idha asabatuhum musiba, ni wale wanapofikiwa na msiba wanasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na hii inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hayambatani tu na msiba. Umefiwa useme inna lillahi ajibu peke yake, yaingia kwa kila kitu, kwa kila tokeo ambalo lina mshtuko kwako. Wasema wenye kusema hata tumekaa zikizimika taa, sikuna desturi mara taa umeme umepotea. Ukipotea wewe kana Muislamu wastahili kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zikirudi usema alhamdulillah. Kule kwetu wana misemo usema subhanallah, imezoeleka mitaa yote. Umeme ukikatika utasikia jirani zima huu mtaa mzima, haki ya Mungu. Umeme ukipata sikia mfumo. Angalia kinyume na mafunzo, ambapo umeme umekatika watakiwa semaje? Inna ilaihi rajiun. Sasa waungwana wa kwetu, hata siogopi kusema, watanisikia au sio? Kusema Allahu Akbar. Basi tutaketi kiasi ya nusu saa hivi, zikija chap tasema hizo. Angali hawako kwenye ramani kabisa ya mafunzo ya sunna ya Mtume, ikiwa ni kuandama mafunzo kama Uislamu, zimepotea. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, zimerudi alhamdulillah. Mafhumu? Ndipo nikawaambia mafunzo ya dini yetu ni mafunzo maridadi. Wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Subira ni nguo ukipewa shukuru Mungu. La pili lake ni kushukuru. Kushukuru kwa neema unaopewa. Hivi sasa sisi tunashukuru Mungu. Leo tuko kwenye siku 23 tukiwa na matarajio ya kuumaliza mwezi kwa uwezo wake wa Mungu. Litakalopita baada hapo fabikadaihi wa qadari. Ushukuru kwa mema upewao. Kuna na kusubiri kwa matatizo unayoyapata. Mawili haya yakishikanishwa ni imani kamili ya mtu. Wanavyoona wasema al-imanu nisfani, imani ni nusu mbili, nisfu shukrin wa nisfu sabrin. Nusu ya kwanza ni ya kushukuru na nusu ya pili ni ya kusubiri.
Zikitanganywa zote mbili, ni mtu wa shukurani kweli kweli wa kumshukuru Mola wako, na ni mtu wa subira wa kusubiri matokeo, basi ushakuwa na imani kamili unaostahiki kuingia kwenye mwito wa ya ayyuhalladhina amanu, kwenye durusi tunazoendelea nazo. Kwa hivyo mitihani haituepuki, na mitihani huja ili ifanye imani yako izidi, na Uislamu wako Mungu aujua, mwenzako aujue kuwa kweli huu ni Muislamu. Nitakupa mfano. Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi bidhalik, Mwenyezi Mungu ajua kusudio lake katika, sababu hizi hurufu muqatta'a hizi zinaitwa Alif Lam Mim, Yasin, Kaf ha ya ain sad, Alif Lam Ra, Swad, Qaf. Simwaziona ziko katika Qur'ani zama kuna. Hizi ni hurufu muqatta'a fi awaili sura al-Qur'an, ni zile hurufu za mikato zilizokatwa katika mwanzo wa sura za Qur'an. Allah tabaraka wa taala istathara Allahu biilmi, Mungu ndiye mjuzi wa kuzijua maana yake. Sawa? Sasa tukisema Alif Lam Mim, tunasema Allahu a'lam bi muradihi bidhalik, Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kujua kusudio lake. Lakini tutaka mbele, sikia hapa. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, hivi watu wadhani kuwa wataachwa tu waseme tumeamini, tumetemka shahada, tumesema la ilaha illa Allah, wa hum la yuftanun, hali ya kuwa hawajafanyiwa mitihani? Ina maana mtihani ndio utakaothibitisha imani yako. Imagine kisha Mwenyezi Mungu aseme walaqad fatanna alladhina min qablihim, hakika tumewafanyia mtihani waliokuwa kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah akawajua wa kweli. Wala ya'lamanna alkadhibin, akawajua na warongo. Sasa hapa sikilizeni vizuri sana, na alhamdulillah mwetulia katika kusikiliza, lakini hapa zidi kunipa masikio yenu au masikizi yenu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, hakika tumewafanyia mtihani waliokuwa kabla yao. Kwa hivyo kuna watu walipita kabla yetu, kabla sisi kuna watu walitutangulia. Mungu aliwafanyia mtihani. Akasemaje Allah? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah akawajua wa kweli. Wala ya'lamanna alkadhibin, akawajua na waongo. Sasa laweza kuzuka swala hili, kabla hawajafanyiwa mtihani Allah alikuwa hajui wa kweli katika waja wake na hawajui waongo katika waja wake? Sasa hapa nataka kuuliza, twastahiki sisi kama Waislamu kushikamana na Qur'ani yetu, kuisoma kikweli kweli, ama kuidharau, kutoisoma na kutosomesha watoto wetu? Twastahiki tuisome. Limadha? Kwa sababu wenye kutatiza watu wa Qur'ani, wasoitaka Qur'ani wamekuwa ni wengi. Wanazitukua aya wakazigeuza maana, wakazisoma vipande vipande, wakakupa maana ya udhahiri. Ukishtuka wewe kama Muislamu umeokotwa kwa kitabu chako, na aloshikamana na kitabu abadan hawezi kuokotwa na yoyote ama kubebwa na yoyote. Lakini wamebebwa wangapi kwa kudanganywa kwa Qur'ani, kwa kusoma aya vipande, mwisho ukatukua tafsiri ukadivuta lile ulitakalo. Mara Muislamu asema hapa yes, hapa ingia kile huyo aenda na maji. Sasa mfano kama hivi, walaqad fatanna alladhina min qablihim, hakika tumewafanyia mtihani waliokuwa kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Mungu akawajua wa kweli. Wala ya'lamanna alkadhibina, akawajua na waongo. Sasa waweza kuzushwa swala, kabla mtihani haujafanywa Allah alikuwa hamjui mkweli katika waja wake na hamjui muongo katika waja wake?
eti tegemeo liwe tawafanyia mtihani ndio ni wajue wa kweli na ni wajue urongo. Abadan, sabaka ilmu Allah, elimu ya Mungu imetangulia kabla an nukhlaqa wa kabla an nujada fi hadha alalam. Elimu ya Mungu imetangulia kabla hatujaletwa katika dunia na kabla haujaumbwa ulimwengu, wa kabla an yakhluqa as-samawati wal arda, na kabla hajaumba mbingu na ardhi. Ilmu yake imetangulia kutujua sisi waja wake, wa kweli kwake kina nani na waongo kwake ni kina nani. Bal sabaka ilmuhu, ilmu yake imetangulia ya kuwajua namba ya watu watakaoingia peponi, namba kadhaa, na namba ya watu watakaoingia motoni, namba kadhaa. Ishatangulia elimu yake watu wa motoni kina nani na watu wa peponi kina nani. Tumeelewana vizuri? Sasa hii mitihani huja na sisi tujuane. Wengine mmeshikamana na huu, twala pamoja, twafanya kazi pamoja, twalingania pamoja nini, kumbe mimi mna kinyongo na yeye. Sasa kupitia kwa mtihani, ili huyu naye anijue imani yangu mimi kwa Mungu, mimi na yeye tuko sawa kiimani, ama yeye kiudhahiri tuko pamoja kwenye swala, tukiondoka yeye uko kwenye viungu vingine nje ya msikiti. Mitihani ndiyo kupambanua mambo, kumjua mkweli, na Mungu ametangulia kumjua mkweli, bali kwenye mitihani na sisi pia tutajuana wa kweli kina nani na waongo kina nani. Tuko pamoja waheshimiwa? Kama tuko pamoja, nitawapigia tena mfano, maanake kupitia kwa mifano ndio hukurudisha maana zaidi biidhnillah. Niwape mfano mwingine? Naam maula? Naam, barakallahu fikum. Mfano mwingine ni huu. Kuna mtume mmoja alikuwa na mwana, na mwanawe ikatoka oda kwa Mungu, akamwambia yule mtume mchinje. Ni mtume gani huo na mwana ni mwana gani? Nani tajibu? Ibrahim mzee, na mwana ni Ismail, si ndio? Mtume mwenyewe ni nani? Ibrahim, na mwana wa kuchinjwa ni nani? Ismail. Kabisa. Si alionyeshwa ndoto baba, akaambiwa mchinje? Maana ndoto za manabii ni wahi, na ndipo ukaona hata mtume kilichoanza katika wahi ni arruya saliha, ni ndoto nzuri. Zile ndoto anazoziona huja zikahakikika katika kuwa matokeo yake. Alhamdulillah, hata sasa ndoto njema ziko, lakini si kwa manabii. Ziko ndoto njema kwa watu wema. Hadithi iko katika Sahih Muslim inayosema inqata alwahyu, wahyu umekatika, wabakia ru'ya salihah lilmu'minin, zimebaki ndoto njema kwa waumini. Muumini aweza akaona ndoto na ikamhakikikia alichokiona, na hii ni hadithi sahih fi Sahih Muslim. Lakini tutakapo ni hapa, Nabii Ibrahim kweli, si ndio? Hamna shaka. Na mwenye kuchinjwa alikuwa ni nani? Ismaili. Sisi hatuna shaka, japo kwa madibeti wa ya kichacha kwenye majukwaa, lakini mwenye kuchinjwa alikuwa ni Ismaili. Waungwana Waislamu, waungwana waumini ambao tuko pamoja hapa, Ismaili alichinjwa? Jibu. Ismaili alichinjwa? Hakuchinjwa. Mashallah. Aliyechinjwa ni nani? Jibisha tu, kuna wasiwasi. Aliyechinjwa ni nani? Aliyechinjwa ni kondoo. Mungu hakujua kuwa afae kuchinjwa ni kondoo, si Ismail. Mbona oda ilitoka achinjwe Ismail? Ni kwa kuwa elimu ya Mungu ilichangulia kwamba atakayechinjwa ni kondoo, si Ismail. So kwa nini oda itoke achinjwe Ismail? Ili Mungu andipe Ibrahimu kwa kuchenda,
kwa kuwa siku zote mtu raha kulipwa kwa alichokitenda. Kama ni alipwe tu hakutenda, alipwe tu, elimu ya Mungu imetangulia. Elimu ya Mungu imetangulia kuwa mwenye kuchinjwa ni kondoo si Ismail, au vipi hapa? Basi angemwambia Ibrahim, nitakupa thawabu tu kwa sababu mwenye kuchinjwa ni kondoo si Ismail. Lakini mwana anamwambia mchinje mwanao. Na alipoza Ibrahim alipomwambia mwana, inni ara fil manami anni adhbahuka, mimi nimeona ndotoni, kwenye ndoto kuwa na kuchinja, fandhur madha tara, waonaje? Mwana moja kwa moja akamwambia, ya abati fa'al ma tu'mar, baba we fanya uliloamrishwa, satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanipata akipenda Mungu ni katika jumla yenye kusubiri. Hata hilo la mwana alazwe, kingolewe kisu na huchinjwa bila subira, angeliamka sana nazo siku Ibrahim amelala, akafungua mlango akakimbia kuisha, asingemuona. Na kama ingekuwa iko suna hiyo kuwa wa kuchinjwa katika Eidul Adha ni watoto, mimi mbwa kwanza ningelikimbia. Au nani aliyebakia? Kuna mtu tabakia shekhi? Wajua kesho ni Eidul Adha, na pengine baba akwambia mwanangu, ujue kesho baada ya kuswali Idi na kuomba tena tukae pamoja laini ya mbele, tukisha kuswali Idi ujue wa kuchinjwa mwaka huu ni wewe. Mwana gani angekwenda kuswali Idi? Idi lingekuwa halina barabara yoyote wala halina mwana yoyote. Si mchezo shehe, au sivyo jamani? Ina maana ni bonge la mtihani. Lakini angalia, aambiwa Ibrahim yani aoteshwa, na akiambiwa mwana ambia if'al ma tu'mar, fanya uliloamrishwa, kwa sababu ndoto za manabii ni wahi. Kwa hivyo ni amri amepewa Ibrahim. Maadamu ni amri, siku let down babangu nikakukosesha na Mungu. Ni Mungu wako amekuamrisha, lazima mimi niridhike ili amri itekeleze. Sisi tungelikimbia. Na baba ingekuwa mwanangu ni mchinje, niliozaa nilimuomba kisha ni mchinje mimi mwenyewe, pengine angelikimbia mwanzo ni sahih. Tayeb, kumbe hapa atazamwa Ibrahim ni kulipe kwa kutenda. Kama nkulipana kwa ujuzi tu ulochangulia kwa Mungu, si kwamba haliwezekani. Mungu sikupitisha analolitaka, lakini alilipitisha, tenda nkulipe. Lakini kabla hujatenda, elimu yangu imechangulia kwamba wewe nikikupa amri utafanya ama utakataa. Angelikulipa wewe, kama ningekupa amri ungelikataa, motoni kabisa. Wewe kama nilikupa amri ungefanya, peponi kabisa. Ingekuwa bila matendo, hakutangulia elimu ya Mungu. Lakini Mungu atakatutende akulipe, na siku zote mwenye kulipwa kwa kutenda, hata yeye anajihisi kuwa yes, hii pesa ninayoitumia kwa kazi yangu fulani niliyoifanya, ndivyo sivyo? Yakubalika kiakili na yakubalika kidalili. Takupa mfano. Hivi sasa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mara nyingi kutoka zile rizqul ghafla wanazoziita jamaa, riziki za ghafla. Ukitoka dhuhuri, mara mtu akakupa tu bahasha, ukiangalia ndani ni 20,000 Kenya money. Nasema 20,000 Kenya money kwa sababu kupata Kenya money 20,000 hapa bila shaka huwa ni noti za kisawasawa, au vipi hapo jamani? Basi mtu akupe zaka 20,000 Kenya money, shika. Hukufanya kazi, hukumwaga jasho, mtu amekupa tu. Naweza kukwambia ni tofauti na ulipokwenda kupigana na kumwaga jasho ukapata 20,000. Zile 20,000 ulizopata kwa kijasho chako, utaona wewe wajihisi na la nguvu zangu, kuliko zile sare tu za kupewa tu ovyo. Nipokule kwetu, wazee wetu ilikuwa tukila sahani moja, ilikuwa wazee wetu wanao desturi sana, mama, baba, sisters, brothers wote sinia moja.
tunakula kuwafundisha ile kujenga ule undugu hata kwenye kula pamoja. Lakini siku hizi uzungu mwingi, uzungu mwingi, hata chakula ambacho najihudumia mwenyewe ukienda ikiwekwa hapa hotpot, kila mmoja atakuja na sahani yake, ati tumetalii kweli kweli. Tumefahamiana haya vovote itakavyokuwa, sisi tukiwa tukila pamoja. Sasa watoto mara wakiamka wakiosha mikono, wakiacha mabaki, tasikia mzee baba ataichukua ile sinia kabisa. Hao mambo niloshuhudia, ataufuta wote, sehemu zote zile zilizoliwa na watoto na wengine azifute, alasembea hata siwezi kutupa chakula hiki, hizi nguvu zangu. Ina maana gani? Ina maana ajithamini ya kwamba nilienda kukata msitu, nikabaki nikafukuzana na manyani, nikafukuzana na matumbiri na ndovu, kupambana nao mpaka nikapata mavuno, chakula nikakileta nyumbani. Sasa sitaki nguvu zangu zichezewe. Huyo ni kinyume na mtu kuja kukupa gunia la mchele, hii nimekupa nikusaidie. Umepata hii point? Yes. Haya basi, sasa Ibrahim aliponshika mtoto wake ashika kisu, huyo anamweka, Jibril akamshika mkono akamwambia qasaddaqta ruya, ndoto yako umesadikisha, inna kadhalika najzil muhsinin. Hapo akawa malipo ya kuwa aliko tayari kutenda, lakini elimu ya Mungu imechangulia ya kuwa wakuchinjwa si Ismail, kuchinjwa na ni kondoo. Hakadha, nafikiri sasa hiyo imeingiana. Sasa Mungu akasema alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku, watu wadhani waachwe ovyo, an yakulu amanna, watangaze tumeamini, tumetemka shahada, sisi ni Waislamu, wa hum la yuftanun, hala kwa hajafanywa mitihani. Kisha Mungu sema walaqad fatanna alladhina min qablihim, hakika tumewafanya mitihani waliokuwa kabla yao, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Mungu akawajua wa kweli, wala ya'lamanna alkadhibin, akawajua na waongo. Tushaipata hiyo point. Wa kweli aliwajua kitambo na waongo aliwajua kitambo, anawafanyia mitihani na sisi tupate kujuana na mtu alipwe kwa kutenda kwake. Nafikiri nisameheni nisimame hapa, kuna mambo mengi mashallah, na ule umakinifu ninauona, natamani niende mpaka tufungue adhana kisha tusende tufuturu maneno haya, tuende zetu mpaka isha, tuswali tarawih hivyo hivyo, au sivyo? Kwa sababu maneno ya Mwenyezi Mungu ni maneno tamu, ujenzi wa roho, huhisi shida wala tabu unapokula maneno ya Mwenyezi Mungu. Lakini kivyovyote inshallah tusimame hapa kwa leo, nikitakidi kuwa nimefaidika na mumefaidika. Na kwanza nina bishara kubwa sana na furaha ya kuwa ni nadira sana watu msikitini kuambiwa jambo la kurekebishwa na wakawa sama na wakawa wallahi, niulize najua mengi, lakini angalia Imam bikulli takdirin wa tabjilin, kwa heshima na taadhima akasema ni uzuri mambo mawili mufanye, na hayo mambo mawili aliyosema bila chuki, bila kero, bila kuudhika, yamefanywa. Hayo twayatamani ndugu zangu. Sisi pia tukisoma darasa wa mmoja uko kule, mmoja uko kule, hapa ni uwanja wa Nyayo Stadium. Hakuna yoyote, hata ndege hapiti, ni mtu amekaa kwenye mwenza kama ambaye anazungumza na vikuta. Lakini alhamdulillah amesimama, amesema, hakuna lokasirika kwa yes, sivyo, ndivyo, ni vipi, ni hivi, twafanya ndivyo, twaacha sivyo. Huo ndio msimamo katika kuienda dini. Mungu awajaze kila la kheri. Hili pia limenifurahisha sana kwa kiasi ambacho nitauchukua ni mfano pia ni upige katika ndio yasoma kwenye ziara yako. Ustadhi, Mungu akujaze kheri. Ustadhi wangu pia Mungu amjaze kheri kwa ushirikiano, na nyote Mungu awajaze kheri. Hakuna aliyetoka, kila mmoja makini kuja kusikiliza mpaka tumefika tulipofika. Hii yamaanisha ule utulivu, tumanina na amani tulionao, na kusikizana kwetu na heshima ya hali ya juu ya watu kuheshimu maduati, walimu na mashekhe. Tuendelee hivyo hivyo.
sote tuna kiu. Mpaka sasa mimi nasoma, mpaka sasa al-akha soma, kwa sababu elimu ni bahari. Allahu tabaraka wa taala wahdahu walladhi ahata bikulli shay'in ilma. Lakini sisi tulivyo navyo vilivyotuponyoka vingi kuliko tulivyovipata. Kwa hivyo elimu bado inaendelea, na mtu husoma kwa kushika kitabu, kwa kuingia klasini, na mtu husoma kwa kusikia kama hivi unavyosikiza. Lakini ikiwa kupata nafasi ya kusikiza, lakini uwe na mapenzi, ukisikia sema mashallah natamani, lakini nafasi haijaniruhusu, lakini iko siku takata mashughuli yangu na mimi nikakae nisikilize. Mkenda kwa system hiyo, wallahi ndio saada ya dunia na akhera. Mungu awajaze kila la khairi. Mwenyezi Mungu atakabalie saumu zenu. Mwenyezi Mungu awahatimishe kwa amali njema, kama tulivyokutana jana na leo hapa pamoja kwa furaha, alhamdulillah. Namuomba Mwenyezi Mungu atukutanishe katika jannatul firdausil a'la ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan. Naamini ndugu zangu tumefikia tamati. Bila shaka tumenufaika na mengi mazuri kutoka kwa shekhe wetu. Toka siku ya jana nilikuwa nikiwaambia huyu ni shekhe wetu. Wakati tulipokuwa katika safari ya masomo kule tukiwa pale Mahaj, tulikuwa tunaenda kwake kusoma halaka ilmia, tukiwa grupu la watu wengi tu. Kwa hivyo ana mchango mkubwa mno katika kututengeneza mpaka leo pia tunaweza kuwasaidia na watu wengine. Kwa hivyo ni shekhi wetu ambaye ana mchango mkubwa sana katika safari ya maisha yetu ya kujisomea. Pia bado tunaendelea kumhitaji mno, kwa sababu kuna mengi mno ambayo hatuyajui, na mwanadamu ni wa kujifunza mpaka siku anaingia kaburini. Bila shaka ile alijifichi katika fahamu zetu. Allah subhanahu wa ta'ala amjalie kila la kheri, ampe umri mrefu, ampe afya njema. Naamini na siku nyingine pia, kwa sababu nilikuwa nikiongea naye kabla swala, ameniahidi kwamba katika safari atakazokuwa anafanya Arusha na sisi tutapata. Kwa hivyo hiyo ni bishara njema mno. Tulikuwa tunamfuata mpaka Mtendeli, tunaenda kusikiliza, tunaandikana kuna kule. Sasa hivi na sisi hiyo fursa itatupitia. Kwa hivyo Allah ampe nafasi na siku nyingine aweze kututembelea. Lakini pia katika mazuri aliyozungumza Waislamu, amezungumza mazuri mengi sana mwanzo mpaka mwisho. Waislamu tumekutana hapa kwa sababu tuna utulivu. Kusingekuwa na utulivu tusingekaa hapa. Kuna kaka kipindi tu kalipita hapo nyuma Oktoba 26. Ilikuwa ni 29. Naona sasa mnapoa kupoteza kumbukumbu. Oktoba 29. Hapa msikiti kulikuwa kuswali mtu hapa. Mimi mwenyewe nilikuja nikaswali mara ya kwanza, nikaona watu wamejitahidi kidogo. Siku zinapozidi kwenda nikaona watu wanatoroka kila mmoja mbaki kwenye majumba yao. Siku nikasema na mimi sasa siji mpaka patulie. Kesho yake wanafunzi wanaoishi msikitini hapa wasema hata sisi tulikimbia tukaacha msikiti wenyewe. Issue ni nini? Wamesikia risasi imerushwa huko imepiga hapo kwenye hiyo tenki yetu ya maji. Wakasema na msikiti tunarudishia. Wakatoroka zao na wenyewe wakaenda kulala. Hii ni nini? Ni hofu. Sasa Waislamu, kile kilikuwa ni kipindi tu cha kingapi ilikuwa hali ni ile. Hivi ingeendelea. Hebu tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe amani na utulivu ili na ibada zetu zifanyike. Kwenye kile kipindi bila shaka hata zile taaluma zetu zote zilisimama. Sheikh Ali hapa kuna taaluma zinaendelea. Kuna madrasa ya wamama ambao wanasoma kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Baada ya pale tunakuwa na wazee wa msikiti kalima kwa dakika 15 20 ngapi wanaelezea kitu katika dini. Baada ya pale wanakuja watoto ambao wako maskuli kule wamezuiliwa na ratiba za program za kule, na wenyewe wanasoma mpaka 12. Baada ya 12 kuna kitengo cha tahfidhu msikitini. Wanaingia baadhi ya wale waliosoma madrasa mchana na wengine wa mtaani ambao hawezi kusoma labda wanaruhusiwa saa 12 na wenyewe wanakuja kuhifadhi Qur'an. Alhamdulillah mpaka sasa tuna watoto wengi sana wa kuhifadhi na wengine wamefika 7.
wengine juzu 8 huko, tunawatarajia kheri inshallah. Lakini hizi taalumu zote zilisimama kwa kile kipindi. Sasa hiyo ni kheri? Hiyo haiwezi kuwa kheri hata kidogo. Taaluma kusimama, ibada zikasimama, watu wakasali majumbani mwao, hatuwezi kukutana kwa pamoja, hatuwezi kusema hii ni kheri. Hii neema Waislamu tukikumbuka, na tusije tukaichafua kwa mikono yetu kwa sababu ya kuchochewa pengine, au kwa sababu watu wengine maslahi yao wameyakosa, sasa wameamua kututumia sisi kuhakikisha maslahi yao. Sisi tusikubali katika hili hata kidogo. Utulivu wetu ni kitu muhimu sana kwa ajili ya ibada zetu, kwa ajili ya dini yetu, na kwa ajili ya kuendelea kusoma. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akulipeni kila la kheri. Amen. Kwa kutenga muda wenu kuja kumsikiliza shekhi wetu. Mimi najivunia kiukweli na nina furaha kubwa sana shekhi wetu kuja katika msikiti wetu. Shekhi, tunakukaribisha sana. Tunaomba inshallah na siku nyingine Allah akikupa wasaa usitusahau. Inshallah bado tunakuhitaji, bado tuna kiu na wewe, na tunaamini tutanufaika na wewe na katika mambo ambayo ni mengi sana, na hasa ukizingatia nyinyi ni wazee wetu mliotutangulia katika da'wa. Mengi tunajifunza kwenu. Kwa hivyo haya tulionayo tunayong'atang'ata na kuwafikisha Uislamu tunajifunza kwa mashekhe zetu. Allah wape afya njema. Lakini wale waliotangulia mbele za haki katika mashekhe wetu, Allah wasamehe katika yale walioteleza kama wanadamu, lakini pia Allah wapokee katika yale mazuri ambayo ni urithi wametuachia. Waislamu, naomba nimkaribishe Sheikh Suleiman, na angalau shekhe, naomba uje tufungie inshallah. Mashaallah, umetufungulia na naomba utufungie. Na Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ahiba, tumefaidika kwenye kikao hiki cha leo, lakini walillahi alhamdu kuna ambao walikuwepo toka jana. Hao wana faida kubwa ambao tumekuja leo, tunaweza tukawa tumezidiwa kidogo na wale ambao jana walikuwepo pamoja na shekhe. Ni faida kubwa inapatikana. Wakati namkaribisha shekhe hapa, niliwaambia kwamba ni katika jumla ya mashekhe wetu ambao wamepambana kwenye miji yetu hii mikubwa pale sunna ilipokuwa inaingia. Hawa ni mashekhe ambao walipambana kuhakikisha sunna inafahamika. Kwa mwanzo tulikuwa tunapata mafunzo tu ya Qur'ani, lakini hatukuwa tunajua nafasi ya sunna kwenye kufafanua Qur'ani. Kwa hiyo mashekhe hawa wakawa wanafafanua, kueleza, tukidanganywa kwenye na zile aya ukizisoma tu mwenyewe, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii. Sasa kama usipopata hadithi wewe unasema tu Allahumma salli ala Muhammad. Sasa mashekhe walikuwa wanafafanua kwamba sunna inasemaje kwenye na eneo hilo. Hawa ni mashekhe wetu ambao walifanya hizo jitihada. Arusha sisi na Sheikh Yahya Khamis, lakini katika mji wa Mombasa shekhe amepambana sana na mabwana hawa wasufi, amepambana sana na mashia. Sisi tunaingia pale, ndio msikiti ambao ukienda kuswali unafaidika kielimu, lakini wakati sisi tunakwenda kusoma Mombasa Kisauni, darasa zilikuwa ni mbili. Ilikuwa darasa ya shekhe na ile nyingine ya Sheikh Ahmad. Basi ndio darasa ambazo tulikuwa tunakwenda tunastafidi. Shafi ameyasema sana haya, mimi nisiyaseme, lakini tunawaona vijana wanaondoka saa 10, saa 4 katika zile siku ambazo hamna masomo, wanaelekea kupandisha huko juu Sauni, na mbele ya msikiti wa Sheikh ni juu yake, na wewe unaondoka, maana yake unabaki mwenyewe chuoni. Kama utakuwa uelewi umuhimu wa kujisomea, utabaki mwenyewe tu, na wajamaa wakuacha wanakupeleka mipirani kule, wanataka kutembeza huko Bamburi. Lakini hivyo vitu kwa Tanzania vilikuwa hakuna. Shekhe ni shahidi, ilikuwa vijana wa Tanzania, Zanzibari wengi tunakwenda kustafidi kwa shekhe elimu ambayo alikuwa yuko nayo. Amepoa sasa hivi, sauti yake ya utaratibu, lakini shekhe ni mkali sana, ni mkali sana. Lakini ukiziangalia kaseti na CD za vipindi vilivyopita ni tofauti na sasa. Tunamwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala
Allah mlindie afya yake, amtumikishe na kumhidimisha kwenye hili jambo ambalo yuko nalo mpaka mwisho wa maisha yetu. Sisi tunasimamia hapo kwa leo. Nafikiri kesho atakuwa ana ratiba ya hotuba. Siseme ili mkaondoka au niseme ili mbaki hapa na wale watakaokuwepo mjini wajue yuko wapi. Shehe atakuwepo Kiblatain na hata kuwepo Mtendeni. Mtendeni atakuwepo mtu mwingine. Kwa hiyo wale ambao ni wageni kwake na mna hamu ya kwenda kumsikiliza, mimi nitakuwa nipo naye Kiblatain. Kwa hiyo nyinyi msije mkamwacha Imam Shafi akabaki peke yake kama mliondoka tarehe 29. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie wenye kusikia maneno na kufuata msingi wake. Allahumma rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. جزاكم الله خير.